Habari mpenzi msikilizaji wangu, karibu kwenye Sauti ya Hadithi. Ni msimuliaji wako David Michael Wimbi, na leo nimekuletea hadithi inayokwenda kwa jina la Faraja Mchoyo. Ni hadithi ya zamani sana. Wakati naelekea kuanza simulizi yetu, naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, ili unipatie nguvu ya kuendelea kuandaa simulizi zingine kama hii. Pia uniambia unasikiliza kutokea wapi, ni kipi umejifunza au umekumbuka nini. Kaa nami, asante. Faraja ni mfanyabiashara maarufu katika soko la Songea. Anajulikana sana kwa kuuza machungwa na matunda mengine. Faraja anaipenda sana kazi yake. Kila mara aliimba nyimbo kuwavutia wanunuzi wake. Mara nyingi nyimbo hizo zilikuwa za kuchekesha. Alikuwa anaimba na kucheza hasa alipokuwa akimmenyea mnunuzi chungwa. Siku moja mchana, Faraja alisukuma mkokoteni wake wa machungwa hadi sokoni. Siku hiyo jua lilikuwa kali sana. Alikuwa na machungwa makubwa yaliyoiva vizuri. Kwa hiyo Faraja alifikiri kuwa watu wengi wangenunua machungwa yake. Aliusimamisha mkokoteni wake kando ya barabara ambako watu wengi walikuwa wakipita wakiingia au kutoka sokoni. Alipoegesha tu mkokoteni wake, Faraja alianza kuimba na kucheza ili kuwavutia wanunuzi. Watu wengi walipenda nyimbo zake kwani zilikuwa za maonyo na mafundisho fulani. Kutokana na nyimbo zake, watu walianza kwenda kwake kununua machungwa. Muda si mrefu, Faraja alikuwa ameuza machungwa mengi. Mara akaja bibi kizee mmoja. Bibi huyo alikuwa amevaa nguo zilizochanika. Alikuwa amebeba jembe kuukuu begani. Alionyesha amechoka sana. Alipofika karibu na mkokoteni, alisimama. Aliwatazama wanunuzi waliokuwa wamemzonga Faraja. Aliyatazama yale machungwa, kisha akayatamani, lakini hakuweza kununua kwa sababu hakuwa na fedha. Alisimama pale pale kwa muda, huku akiwatazama watu waliokuwa wakila machungwa. Alimsogelea Faraja na kumwomba chungwa. Nikimpa kila mwombaji chungwa moja, nitapata hasara kubwa sana, alijibu Faraja. Kama unataka chungwa, basi toa hela, aliongeza kusema Faraja. Sina hela mwanangu, lakini ukinipa chungwa moja, nitakuombea baraka tele kwa Mungu, alisema yule bibi huku akienda mwao. Faraja alimtazama yule bibi na kucheka kwa nguvu. Ha 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 ha! Mbona wewe mwenyewe hujajiombea baraka angalau kidogo tu? Tafadhali ondoka hapa, usije ukaniletea balaa bure. Baadhi ya watu walimwonea huruma yule bibi. Mtu mmoja akasema, Bwana Faraja, hebu mpe huyo bibi angalau chungwa moja dogo. Faraja alimtazama yule mtu kwa jicho la chuki, kisha akamwambia, kama wewe una huruma, basi nunulie. Mwanamke mmoja aliposikia maneno yale, aliusogelea mkokoteni na kununua machungwa makubwa mawili. Alimpa yule bibi chungwa moja. Bibi alimshukuru sana, akasema, asante sana mwanangu, Mungu atakulipa muda si mrefu. Yule bibi akamenya lile chungwa na kuanza kulila. Kabla yule mwanamke mkarimu hajaanza kula chungwa lake, yule bibi alikuwa amekwisha maliza la kwake. Alikuwa ameshika mbegu za chungwa alilokula. Alimsogelea yule mwanamke na kumshukuru tena, akisema, umenisaidia sana mwanangu. Sasa naomba na mimi niwasaidie watu wengine kama ulivyonisaidia. Kama ukisubiri kidogo tu, utaona nikiwapa watu machungwa mengi. Watu waliosikia maneno ya yule bibi walipata shauku ya kutaka kuona kitakachotokea. Bibi alisogea kando kidogo, kisha akachimba mashimo machache ardhini. Watu wote walikaa kimya wakimtazama. Baada ya kuchimba mashimo, alipanda zile mbegu za machungwa. Alitoa kibuyu cha maji akazimwagilia. Kufumba na kufumbua, miche ya machungwa ikachipua. Watu wote walishangaa. Miche ya machungwa ilikuwa haraka mno. Watu walizidi kushangaa. Kadri watu walivyoendelea kushangaa, ndivyo miche ilivyozidi kukua. Hali hiyo ilisababisha wapita njia wengine waongezeke pale kuona maajabu yaliyokuwa yakitokea. Punde si punde, watu wakawa wengi kama siafu mahali pale.
Miche iliendelea kukua hadi ikawa mirefu kuliko watu waliokusanyika pale. Mara matawi ya ile michungwa yakatoa maua meupe madogo madogo. Muda si mrefu, maua yakapukutika na kuacha matunda madogo madogo matawini. Yale matunda yalikuwa haraka haraka, na muda si mrefu yakatokea machungwa makubwa. Taratibu machungwa yakaanza kupoteza rangi ya kijani na kuwa njano. Kila mti ukawa umebeba machungwa makubwa yaliyoiva vizuri. Watu waliduaa kwa sababu hawakuwahi kuona wala kusikia maajabu kama yale. Yule bibi aliwaambia watu, ndugu zangu, niliahidi kuwa ningewasaidia watu kwa machungwa kama yule mwanamke alivyonisaidia mimi. Sasa kila mtu ale machungwa haya. Kuleni kiasi mnachotaka na bebeni mengine nyumbani mkawape ndugu na marafiki zenu. Lakini haya si machungwa ya kuuza. Mtu yeyote atakayeuza hata chungwa moja atapata tabu. Machungwa yale yalikuwa matamu sana. Kila mtu alisema kuwa hajawahi kula machungwa matamu kama yale. Hata Faraja aliuacha mkokoteni wake akaenda kula machungwa ya yule bibi. Watu waliokuwa wakiuza na kununua vitu pale sokoni nao walikaribia kule kwenye machungwa ya bure. Yule bibi alipoona kuwa kila mtu aliyekuwapo pale amekula na kuchukua machungwa ya kutosha, alichukua jembe lake akagonga kila mchungwa. Michungwa ilitoweka mara moja. Yule bibi aliondoka kuelekea bondeni. Watu waliokuwa wamekusanyika pale walitawanyika. Kila mtu alikuwa akihadithia yale aliyoyaona. Faraja aliporejea kwenye mkokoteni wake, hakukuta hata chungwa moja wala fedha zake hazikuwapo. Hakuyaamini macho yake. Kumetokea nini jamani? Aliuliza Faraja huku akitembea huku na huko. Mara akatimua mbio kuelekea kule bondeni huku akipiga kelele, bibi, bibi, bibi. Hakumwona yule bibi tena. Yule mwanamke aliyemnunulia mzee chungwa akajitwisha machungwa yake na kusema, ndivyo ilivyo Faraja, asiyefunzwa na mamaye hufunzwa na ulimwengu. Pia kutoa ni moyo, si utajiri. Na huu ndio mwisho wa simulizi yetu. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu akubariki sana. Naomba unionyeshe upendo kwa kusubscribe, comment, kulike na kushare na kuendelea kufuatilia simulizi inayofuata. Ni wako David Michael Wimbi. Nakupenda sana. Kwaheri.